Serikali imewahakikishia wafanyabiashara zaidi ya 30 wa mbao katika soko la mbao Sabasaba wilayani Ilemela mkoani Mwanza kuwa itafanya juhudi za kuwasaidia kufufua biashara yao baada ya kupata hasara ambayo haijabainika mara moja kutokana na janga hilo. Moto huo ambao ulianza saa 7 usiku umeteketeza soko hilo linalokadiriwa kuwa na wafanyabiashara takribani 1000 wa mbao, magogo, mashine za kushania mbao na huduma mbalimbali zikiwemo za vyakula na vifaa vya ujenzi kabla ya kudhibitiwa na jeshi la zimamoto na uokoaji. Akizungumza na wafanyabiashara walioathirika na moto huo Jumatatu Machi 17 mwaka 2025, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amesema baada ya uchunguzi kukamilika, serikali itakaa na wafanyabiashara hao ili kuona namna ya kuwasaidia ikiwemo nafuu katika kulipa mikopo. Baada ya uchunguzi kukamilika, taarifa itaandikwa. Halafu wale wote ambao wameathirika na janga hili, serikali tutakaa nao, tutawasikiliza. Wako wengine wana madeni benki, wako wengine wana mikopo benki. Sisemi kwamba tutawalipia mikopo yao, lakini serikali nao uwezo wa kukaa na taasisi za fedha, tukazungumza nao, wakapewa grace period ambayo ya kuwafanya wao warudie kwenye kazi yao. Lakini pia ofisi ya Waziri Mkuu kitengo cha maafa tutapeleka taarifa hii. Sasa yako majanga natural hazards yakitokea, ofisi ya Waziri Mkuu maafa inawajibika kuwahudumia wananchi. Lakini yako majanga ambayo yakitokea serikali haiwajibiki nayo. Na ndiyo maana tunawataka kila mfanyabiashara angalau kujitahidi kuzingatia kanuni. Tuendelee kuwa na subira katika jambo hili. Serikali itaendelea kufanya uchunguzi wa tukio, kama ni hitilafu ya umeme, kama ni jambo jingine lolote tutalibaini. Tukisha libaini, nitakaa na wale wote ambao wameathirika na tukio hili, tamsikiliza mmoja mmoja na tutaona namna gani bora ya kuwafanya ndugu zetu hawa warejee katika maisha yao ya kawaida, kwa sababu adhima ya serikali siku zote ni kuona wananchi wanachapa kazi. Na ajali ikitokea, hatuwezi kuzungumza uzembe. Tunazungumza namna gani ya kushirikiana baada ya ajali kufanya nini? Kutokea. Kwa hiyo ninawashukuruni sana. Tuendeleeni kuwa watulivu, na siku si nyingi, kamanda, kamilisheni taarifa na uchunguzi kwa haraka, na baada ya hapo tutakaa nao, tutazungumza nao. Halafu tutapanga mipango ya namna gani tunatoka hapa kuelekea mbele. Mtanda amewataka wafanyabiashara hao kujenga utamaduni wa kuwa na bima za biashara yao, kuwa na vifaa vya kujikinga na majanga ya moto, huku akiwataka walinzi wa maeneo ya biashara kuwa na mawasiliano na vyombo vya ulinzi na usalama ili kurahisisha uokoaji wakati wa majanga. Ni vizuri pia hawa tunaowakabidhi dhamana, pia yako mambo basics ambayo ni lazima wafundishwe, ni lazima wayafahamu. Sasa wakati nauliza hapa, moto umetokea, walinzi wanahangaika kutafuta wenye mali. Sasa wenye mali wengine wamelala, wengine wenye mali wamepumzika baada ya kutoka kwenye tarawih, hawapokei simu. Wao wanang'ang'ana kuwatafuta wenye mali, lakini kwa mlinzi mzuri angeanza kwanza kuvitafuta vyombo vya dola. Kwa nini? Kwa sababu hata mwenye mali ukimpa taarifa ya awali, inawezekana akachelewa kufika hapa, lakini jeshi la zimamoto na uokozi kwa sababu liko jirani hapo, ukipiga 114 wangefika hapa mara moja. Wanapofika hapa, wanapoanza zoezi lao au wakiwa njiani kufika hapa, ndipo unapoweza kumweleza mwenye mali maana yake ni nini. Hasara za majanga zikitokea za namna hii, inawezekana kabisa hawa watu ambao wametajwa hapa karibu 30 wakawa wameathirika kwenye mitaji yao, wakawa wameathirika kwenye mashine zao. Kwa hiyo swala la bima ni swala muhimu sana. Kwa hivyo kupitia tukio hili pia ni vizuri wale wengine ambao hawajakutwa na maafa haya kuzingatia taratibu na sheria, lakini pia kuzingatia ushauri ambao serikali inautoa. Kwa hiyo mimi ninawahamasisheni wale ambao wameona majanga ya namna hii, hasara kubwa zinazotokea, basi kujifunza kutokana na janga hili ambalo
limetokea. Akithibitisha kutokea tukio hilo leo, kaimu mkuu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mwanza, Elisa Kamugisha, ameeleza walivyoudhibiti moto huo, huku kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza, Willibrod Mtafungwa, akieleza hatua zinazochukuliwa kubaini chanzo cha moto huo. Mnamo majira ya saa 10:14 tulipokea taarifa kwamba kuna moto katika soko hili ambao. Kwa hiyo tuliondoka na ndani ya dakika 9 tulikuwa tumefika hapa majira ya saa 9 na dakika 55. Kwa baada ya kufika hapa tulikuta eneo kubwa la ambao limeshika moto. Kwa hiyo tulianza kupambana kudhibiti. Lakini jambo la kwanza tulilofanya ilikuwa ni kuhakikisha kuzuia moto usitambae kwenda eneo kubwa. Kwa hiyo tuliweza kukata na kuweza kupambana na eneo ambalo lilikuwa limeshika moto, ambao ni takribani wafanyabiashara kama 29 ili wameweza kuathirika. Na shughuli zinazofanyika hapa ilikuwa ni biashara ya magogo, mbao, kuna mashine za kuchana mbao, pamoja na watu wa huduma wengine kama wa hardware ambao wanahudumia watu ambao, kwa mfano kuuzia rangi na kadhalika. Kuna wengine wanauza vinywaji na vitu kama hivyo. Kwa ujumla wako takriban watu 29 walioathirika, lakini soko kwa ujumla ina watu zaidi ya 1000 hapa. Kwa hiyo tumeweza kuokoa kwa eneo kubwa sana. Kwa hiyo juhudi zimekuwa kubwa na mpaka kama mnavyoona walioathirika ndio wameathirika, lakini ni wachache kulinganisha na mali kubwa na idadi kubwa ya watu walioko hapa. Baada ya zoezi la kuzima moto, sasa kinachofuata ni kufanya uchunguzi wa tukio hili ili tuweze kubaini chanzo na madhara hasa yaliyotokana na tukio hili. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea na kubaini chanzo pamoja na madhara. Baada ya kupata uchunguzi, tutawajulisheni nini hasa kilikuwa ni chanzo cha tukio hili. Kwa hiyo watu wengine wanapofanya biashara wahakikisha wanazingatia kuacha njia kubwa na pana ili zoezi la uzimaji moto na uokoaji uweze kuwa rahisi. Kwa ufupi ni kwamba hakuna mtu aliyepoteza maisha, hakuna mtu aliyejeruhiwa kutokana na tukio hili, isipokuwa kilichopo ni hasara. Lakini Jeshi la Polisi tunaendelea kufanya uchunguzi, tumekwisha anza, tunashirikiana na wenzetu wa zimamoto na taasisi nyingine ambazo tutaona zinafaa. Tutaungana pamoja katika kuchunguza tukio hili. Mpaka sasa hatujafahamu chanzo cha moto huu ni nini. Kwa hiyo tumeendelea kukusanya ushahidi. Tutaunda timu yetu ya pamoja hapa ya vyombo vinavyohusika na mambo ya usalama watu na mali zao ili tuweze kuchunguza, ili tuweze kujua chanzo ni nini. Kwa hiyo mpaka sasa chanzo cha tukio hili hakijafahamika. Kwa hiyo haya matukio yatufundishe kutengeneza mawasiliano na Jeshi la Polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana wafanyabiashara wa hapa na wakazi wote wa mkoa wa Mwanza, hususan eneo hili kwa jitihada kubwa walizofanya kudhibiti moto usiweze kusambaa kwenda katika maeneo mengine. Wawe na uvumilivu hasa wenye mali ambazo zimeungua, na watupatie nafasi ya kutosha kuweza kufanya uchunguzi utakaoshirikisha vyombo vyote kuweza kubaini chanzo cha moto ni nini. Baadhi ya wafanyabiashara walioathirika na moto huo kwa kupoteza mali zao wameeleza ilivyokuwa na hasara waliopata. Ni janga la kitaifa naweza nikasema, kwa sababu hasara iliyotokea hapa ni kubwa, ambayo hata ikija kutokea tathmini watatueleza. Tunalipongeza jeshi letu la uokoaji zimamoto kwa jitihada walizozifanya, kwa sababu ukizingatia hata na malighafi yenyewe iliyohusika katika moto ni mbao, na kama unavyojua mbao ni kichocheo kikubwa sana katika moto. Lakini kwa jitihada zao walizozifanya na mpaka sasa tunavyoona wanavyoendelea kufanya jitihada, tunawapa pongezi kwa sababu wamejitahidi kwa kadiri ya uwezo wao. Moto ulikuwa ni mkubwa, fikiria hadi yote hii sijui kama mita ngapi kutoka kwenye eneo mpaka kwenye eneo. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba ni pongezi kubwa katika jeshi letu la uokoaji la mkoa wa Mwanza. Hatujui chanzo ni nini kilichosababisha moto huu kutokea. Kwa nimepigiwa simu leo asubuhi kwamba kule kwenu kazini kwenu kuna moto unawaka na faya nyingi zimejaa kule. Sasa ni tukio ambalo lilinishtusha kwa sababu mimi mwenyewe ni fundi na nilikuwa natumia maeneo haya na vifaa vyangu hapa na mali zangu hapa nyingi tu. Nikakimbia kuja. Kufika nimekuta kusanyiko la watu wengi kama unavyoona, kuanzia magogo, mashine za kuchana magogo, mashine za kutoboa, mashine ya kulanda, kuchana, mali zote zimeteketea moto. Mbao zetu mpaka vifaa vya ufundi vyote vimeteketea moto. Tunakuta majivu. Yaani tukio ambalo kwa kweli mimi
kwangu mimi binafsi nilikuwa sijawahi kukutana na tukio kama hilo. Kwa hiyo ni tukio lililostusha ambalo halielezeki kiufupi. Katika kudodosa tunaambiwa ilikuwa ni shoti ya umeme, ambayo hiyo shoti ya umeme ndio imesababisha kulipuka kwa moto ulioteketeza mali zote hizi. Ni mhanga wa hili tukio lilotokea. Nimepigiwa simu majira saa 10 kasoro ikiwa nyumbani Shibura, kaambiwa bwana huku Sabasaba inaungua. Nikawasha pikipiki nikafika hapa majira ya saa 10 hayo kasoro, nikakuta kweli moto unawaka kweli kweli. Moto huu ulikuwa ni mkubwa sana. Endapo zimamoto angechelewa tungekuta Sabasaba nzima yote imeungua. Lakini tumeathirika pakubwa sana kama mnavyoona. Mali zote hatuna sasa hata sehemu ya kushika. Zaidi hapa sasa tunaomba tu msaada kwa serikali tuangalie, maana hatuna sehemu yote ya kushika kwa sasa. Tukio kama hili lilishawahi kutokea miaka ya nyuma 2015. Lakini ilikuwa ni kidogo tu, kiliungua tu kizimba kimoja, lakini tukio hili la sasa limekuwa ni kubwa ambalo halijawahi kutokea. Kwa taarifa ambazo tumezikuta kwa walinzi ni kwamba ni shoti. Ilianzia juu, nyaya zikapiga shoti, moto ukasambaa. Nimepigiwa simu kwamba ofisi yako inawaka moto. Kabla nitoke nyumbani kuja kweli nikakuta moto unawaka. Kweli bado sijajua kwamba chanzo cha moto ni nini. Na sijui kwamba kilichosababisha ni nini. Nimekuta hapa, tumshukuru Mungu, fire pia na zenyewe zikaja. Zimesaidia kwa wakati wake, lakini kwa upande wangu mimi hazijasaidia kwa sababu mali yote duka langu zima limeungua. Yaani sina wala B, kusema kwamba eti kwamba nimebakiza chochote sina. Mzigo niliokuwa nimebakiza ni kama gogo 150 ambao kwa haraka haipungue milioni 50 kwa mauzo. Ndio stoko iliyoko kwenye daftari mpaka jana nilipoondoka. Mimi ni Damian Masienene wa Mwananchi Digital.